Wapendwa wasikilizaji wa redio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo, Jumanne, juma la 5 la Kwaresma, ya tarehe 24 mwezi wa 3 mwaka 2026. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Hesabu sura 21 aya 4 hadi 9, na somo la Injili linatoka katika kitabu cha Yohane sura ya 8 aya 21 hadi ya 30. Karibuni tusikilize somo la Injili. Basi akawaambia tena, mimi naondoka, nanyi mtanitafuta, nanyi mtakufa katika dhambi yenu. Mimi niendako ninyi hamwezi kuja. Basi Wayahudi wakasema, je, atajiua kwa kuwa asema, mimi niendako ninyi hamwezi kuja? Akawaambia, ninyi ni wa chini, mimi ni wa juu. Ninyi ni wa ulimwengu huu, mimi si wa ulimwengu huu. Kwa hiyo naliwaambieni ya kwamba mtakufa katika dhambi zenu. Kwa sababu msiposadiki ya kuwa mimi ndiye, mtakufa katika dhambi zenu. Basi wakamwambia, nani wewe? Yesu akawaambia, hasa neno lilo lilowaambia. Ninayo mengi ya kusema na hukumu juu yenu, lakini yeye aliyenipeleka ni kweli, nami niliyoyasikia kwake ndiyo ninenayo katika ulimwengu. Wala hawakutambua ya kuwa anawatajia Baba. Basi Yesu akawaambia, mtakapokuwa mmekwisha kumwinua Mwana wa Adamu, ndipo mtakapofahamu ya kuwa mimi ndiye, na ya kuwa sifanyi neno kwa nafsi yangu, ila kama Baba alivyonifundisha ndivyo ninenavyo. Naye aliyenipeleka yu pamoja nami, hakuniacha peke yangu, kwa sababu nafanya siku zote yale yampendezayo. Naye alipokuwa akisema hayo, wengi walimwamini. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Karibuni tusikilize tafakari. Wapendwa katika Kristo, katika somo la Injili tunakutana na mazungumzo mazito na ya wazi kati ya Yesu na Wayahudi. Yesu anatoa onyo ambalo linaweza kusikika kuwa gumu sana masikioni mwetu, lakini linaongozwa na upendo unaolenga kutuamsha kiroho. Yesu anawaambia waziwazi, ninyi mmetoka chini, mimi nimetoka juu. Ninyi ni wa ulimwengu huu, mimi si wa ulimwengu huu. Hili ni kumbusho halisi kwetu. Mara nyingi tunazama sana katika mambo ya ulimwengu na kutawaliwa sana na tamaa za mwili, kiburi, hasira na ubinafsi. Hivyo basi, ndugu zangu, Kwaresma hii inatutaka tuinue macho yetu na mioyo yetu juu, tukitafuta yale ya kiroho na kujishughulisha na asili ya Kristo. Mwisho kabisa, ndugu zangu, Yesu anaposema tutakufa katika dhambi zetu kama hatutasadiki, hatishii, bali anaweka wazi ukweli wa kiroho, kwa sababu dhambi inaleta utengano kati yetu na Mungu. Hivyo basi, ndugu zangu, tunapokataa kumpokea Kristo na kuishi mafundisho yake, tunajifungia sisi wenyewe katika giza. Hivyo basi, Kwaresma ni fursa yetu ya kufanya toba ya kweli na kumruhusu Kristo atukomboe. Tafakari hii imetolewa kwenu na mimi Frater Kelvin Kimario kutoka Jimbo Katoliki la Shinyanga. Ninasoma masomo ya teolojia mwaka wa 3 katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala. Tumsifu Yesu Kristo.